Penzi msikilizaji, mfuatiliaji, mtazamaji, annasu maadin, watu ni kama madini. Wannasu linnasi, watu kwa watu. Watu wanajuana, wanaamiliana, wanasuhubiana, kuna faida nyingi zinapatikana. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Nasaha zangu nitakazozitoa leo kwa wapenzi wetu wafuatiliaji ni nasaha zifuatazo. Kuna watu wanazungumza na watu wakubwa waliokuwa na mamlaka katika serikali, waliokuwa na madaraka, waliokuwa na mambo mbalimbali. Mukikaa jamani na watu kama hawa, kwa vile ambavyo wao wanakukubalini na kukusikilizeni na kutizama na kufuata yale ambayo mnayazungumza, basi msiwatolee visa vya Bunuwasi na visa vya Juha, kazi ikamalizika. Watoleeni watu kama hao visa ambavyo watapata mazingatio na kurekebisha. Kwa mfano, katika watu waliokuwa na madaraka ya kuongoza, basi ukiwatolea visa vya Al-Khalifa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz huyu alikuwa ni mtawala wa kushangaza na wa ajabu sana, ambaye ni vyema kuisoma sira yake. Kwa nini nikamtaja yeye katika hadha almaqam, atanisimtaja Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu hapa? Kwa sababu huyu ana background ya aina yake. Umar bin Abdul Aziz alikuwa ni mtu anayetoka katika royal family, ni kijana ambaye ni handsome, ni kijana ambaye alikuwa akipita manukato yake tu yakishtua watu katika mji wa Madina. Yusharu ilaihi bilbanan, libasuhu kana libasan fakhira, vazi lake lilikuwa ni la kifahari. Mishyatuhu mishya min nawiha, mwendo wake ni wa kijana, mwendo wa kishababu kabisa. Lakini alivyokuja kupewa madaraka, ghayyara alalam alislami kullah, ulimwengu wa Kiislamu wote aliugeuza. Khilala sanataini fahasb, ndani ya miaka miwili tu alileta mageuzi mpaka leo yudhrabu bihi almathal, anapigiwa mfano. Sasa viongozi walikuwa na madaraka kwa hawamjui mtu kama huyu, basi kwa hakika ni hasara. Ni vyema wakamsoma, na wenye kupata nafasi ya kuzungumza na watu kama hao wawape historia za watu kama hawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.